Karibu kufuatilia Didas TV, chanzo chako cha habari sahihi, za haraka na zenye uhakika. Hizi ni habari za usalama na matukio muhimu yaliyogonga vichwa vya habari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na maeneo jirani. Endelea kuwa nasi kwa taarifa za kina, uchambuzi na maendeleo mapya kadri yanavyojitokeza. Eneo la Minembwe lililoko katika nyanda za juu wilaya ya Fizi, Kivu Kusini, limekumbwa na mapigano makali kwa siku kadhaa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya wazalendo dhidi ya muungano wa makundi ya waasi inayojumuisha Twirwaneho, AFC, M23, Red Tabara na Ngomino. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni Sokola ya pili mkoani Kivu Kusini, Luteni Msaidizi Mbuyu Rigen, jeshi limekuwa likipigana kwa siku 5 mfululizo kwa lengo la kurejesha udhibiti wa Minembwe, eneo linalochukuliwa kuwa ngome ya Twirwaneho na washirika wao. Akizungumza Jumatatu tarehe 2 Februari, alisema kuwa mapigano yanaendelea na kwamba jeshi limewasababishia waasi hasara kubwa. Alidai kuwa zaidi ya wapiganaji 35 wa upande wa waasi waliuawa katika mapigano ya hivi karibuni. Aidha, aliwatuhumu waasi wa M23 AFC kwa kushirikiana na jeshi la Rwanda pamoja na makundi ya Twirwaneho, Ngomino na Red Tabara, madai ambayo mara nyingi yamekuwa yakikanushwa na upande unaotajwa. Msemaji huyo pia alisisitiza kuwa FARDC inalenga kulinda raia, akidai kuwa waasi wanaripotiwa kurusha mabomu kiolela katika maeneo yenye wakazi. Alieleza kuwa jeshi la serikali halipigani ndani ya makazi ya watu bali hulinda usalama wa wananchi. Wakati huo, baadhi ya wazee na viongozi wa kijamii wa Minembwe wametoa wito kwa vijana wa eneo hilo kujitenga na makundi ya waasi na kuchangia juhudi za kurejesha amani katika ukanda huo. Makundi ya waasi wa Twirwaneho na Red Tabara yanayodaiwa kushirikiana na muungano wa M23 ARC yametoa madai kuwa Tanzania imetuma maelfu ya wanajeshi kushiriki katika mapigano yanayoendelea Kivu Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa madai hayo, wanajeshi hao wanaodaiwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo la nyanda za juu za Fizi mashariki mwa DRC. Wakati huo, vyanzo vya kijeshi vya DRC vinaeleza kuwa jeshi la serikali likisaidiana na makundi ya wazalendo limefanikiwa kuwarudisha nyuma waasi na sasa lipo katika viunga vya kijiji cha Minembwe. Mapigano katika eneo hilo yanaendelea kuwa sehemu ya mzozo mpana unaohusisha makundi mbalimbali yenye silaha mashariki mwa DRC, hali inayozidisha wasiwasi kuhusu usalama wa raia na utulivu wa kikanda. Naibu mkuu wa majeshi wa FARDC anayehusika na operation na ujasusi, Jenerali Jacques, tangu Jumapili tarehe 1 Februari yuko katika ziara ya kikazi katika wilaya Beni na Rubero mkoani Kivu Kaskazini kwa lengo la kutathmini hali ya operesheni za kijeshi. Alipowasili katika uwanja wa ndege wa Mafifi, Jenerali alipokelewa na gavana wa Kivu Kaskazini, Jenerali Evariste Kakuleso, pamoja na kamanda wa operesheni Sokola ya kwanza, Jenerali Joseph Mugisa Muleke. Hata hivyo, maelezo ya kina kuhusu ratiba ya ziara yake haijatolewa kwa vyombo vya habari. Ziara hiyo inakuja wakati ambapo waasi wa ADF NALU wameongeza mashambulizi dhidi ya raia katika wiki za hivi karibuni. Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya Kongo ya utafiti kuhusu siasa, utawala na vurugu, kundi la ADF NALU linahusishwa na baadhi ya ukatili mbaya zaidi uliowahi kushuhudiwa nchini DRC. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ADF NALU hutekeleza mauaji si tu kwa lengo la kuajiri wapiganaji wapya, pia kudhoofisha. Siku mbili baada ya mashambulizi ya droni kulenga uwanja wa ndege wa Bangkok mjini Kisangani, serikali ya mkoa wa Chopo imewataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kawaida na kupunguza uvumi unaosambaa. Wito huu ulitangazwa kupitia RTNC kufuatia mashambulizi yaliyofanyika usiku wa tarehe 31 Januari na Februari mosi majira saa 8 usiku. Drone ziliripotiwa kuwa za kujitoa mwanga zilizolenga miundombinu ya uwanja huo
wa kimataifa. Katika taarifa yake, serikali ya mkoa imewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama iko chini ya udhibiti kamili wa vikosi vya ulinzi na usalama. Wakazi waliokimbia makazi yao karibu na uwanja wa ndege wamehimizwa kurejea nyumbani. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali wa mkoa, Senaldo Tandia Akomboyo, droni hizo zilikuwa zimebeba silaha zenye lengo la kusababisha uharibifu wa watu na mali. Alisema kuwa ujumla ya droni 8 ziligunduliwa, kukamatwa na kuzimwa na vikosi vya FARDC kabla hazijafikia malengo yao. Serikali ya Chopo imezituhumu vikosi vinavyodaiwa kuwa vya muungano wa Rwanda M23 na AFC kuhusika na mashambulizi hayo, madai ambayo mara nyingi hukataliwa na pande zinazotajwa. Aidha, mamlaka za mkoa zimeutaka jumuiya ya kimataifa kuchukua msimamo mkali zaidi, zikisema kuwa matamko ya kulaani pekee hayatoshi katika kukabiliana na hali inayodaiwa kudumu kwa miongo kadhaa.